ambaye vile vile yeye ni katika mukhadharamuna. Kuna mtu anaitwa Masruq ibn al-Ajda' ni Maliki al-Hamdani. Masruq ibn al-Ajda' ni Maliki al-Hamdani al-Wadi'i Abu Aisha, vile vile na yeye katika watu wa Kufa Iraq, ambaye naye kafariki vile vile mwaka 63 Hijria, na vile vile ni katika mukhadharamu. Alqamah ibn Waqqas al-Laythi, yeye kupitia kauli za maulama yupo katika tabaka inayofanana na hii, kwa sababu inasemekana ulida ala ahdi nabii sallallahu alayhi wasallam, alizaliwa wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baadhi yao wameona kuwa ni sahaba. Alqama wameona kuwa ni sahaba, na ndio maana Ibn Hajari al-Asqalani akasema akhta man zama anna lahu suhbah, amekosea yule anayedhani kuwa Alqama yeye katika masahaba. Hii ni ishara ya kuonesha kwa hii ni tabaka ya pili, kundi la mwanzo. Halafu ndani ya hii tabaka ya pili kuna kundi jingine. Katika hii tabaka ya pili kuna kundi jingine. Kwa hiyo hili kundi jingine, barakallahu fikum, ni la wale ambao walisilimu wakati wa makhalifa wanne, yani wale waliosilimu wakati wa Abu Bakar na waliosilimu wakati wa Umar, ambao hawa ni matabiina wakubwa sana wanaochukua ilmu kwa makhalifa ambao walisikia kwa Abu Bakar as-Siddiq, ambao walisikia kwa Umar ibn al-Khattab, yani wale waliosilimu baada tu ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hili ni kundi la pili, na kuna kundi jingine ambalo vile vile liko hapa kati na kati la wale ambao wakati anafariki Abu Bakar, yani wakati ule wakazaliwa wao, yani maana yake wakakuwa katika khilafa ya Umar ibn al-Khattab. Yani Umar anaingia katika uongozi, wao ni watoto wadogo, ndio kwanza wamezaliwa wakakulia, yani walizaliwa katika khilafa ya Abu Bakar, hata kama ni muda mchache, lakini walizaliwa mwanzo wa khilafa ya Umar ibn al-Khattab, mwisho wa khilafa ya Abu Bakar as-Siddiq. Kwa hiyo hawa wakaenda katika umri wakawa vile vile ni katika matabiina wakubwa, lakini kuna ambao walizaliwa baada ya Umar ibn al-Khattab ambao vile vile tabaka hii, lakini